Allah subhanahu wa ta'ala anaithibitisha amani kwa watu wenye tauhid. Tauhidi ikikosekana ndipo pale inapotokea katika jamii wakapatikana watu kwa sababu ya ramli na kwa sababu ya tamaa wakawaua wazazi wao kwa kisingizio cha uchawi. Kuna watu katika baadhi ya nchi, bali katika nchi yetu, walijitokeza wakawa wanawaua vikongwe kwa tuhuma za uchawi na ushirikina, kwa sababu hawana tauhid. Kwa hiyo amani imeondoka kwao. Akishamuona mzee kazeeka na macho mekundu, pengine mwenyewe alikuwa apikia kuni, moshi mwingi, macho yamebadilika yamekuwa mekundu, huyu mchawi. Mbona watoto mtaa huu wafa? Kumbe wana utapia mlo, kumbe wana malaria hawapeleki hospitali, kumbe kuna typhoid, kumbe kuna kadha wa kadha. Lakini lawama zinaelekea vikongwe. Lawama zile zajengwa na waganga wa kienyeji wanaotibu kwa njia za ushirikina na mashetani. Shirki inapelekea vikongwe kuuawa. Shirki ndiyo inayopelekea albino na watu wenye ulemavu wa ngozi kuuawa, kwa sababu huyu ni mchimba madini, kaambiwa kwenye mgodi wako, tangu wewe umechimba pesa zimeisha, miaka imeisha, wenzako wamekuchezea madini ya kwako, ukikaribia hivi wenzako yavuta kule. Kwa hiyo ili yaje yabaki, tutataka mkono wa albino. Na wewe kwa sababu huna tauhid, wamtafuta albino kwa gharama yoyote, umkate mkono upeleke kwenye kwa mganga akakutibie kwenye mgodi. Au na kampuni ya mabasi, biashara ya kusafirisha na usafiri, unauza kioski hapo, una restaurant yako, una duka lako, umeajiriwa kwenye kazi, wataka kupanda cheo, au wahisi warogwa sana na wenzako, watafuta mganga wa kienyeji akutibu, na atakwambia mambo chungu nzima ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe hukai kwa amani. Vipi utakuwa na amani na wewe huna tauhid? Utasikia mtu mzima amembaka mtoto wake wa kumzaa mwenye umri wa miaka 3, miaka 5. Si kwamba afanya vile kwa sababu kazidiwa na matamanio, ni mganga wa kienyeji mshirikina kamuagizia ili upate bahati katika maisha yako na biashara zako zifunguke, basi kamuingilie binti yako wa kumzaa. Huyu kwa sababu ya upumbavu, kwa sababu ameacha mila ya Ibrahim, waman yarghab an millat Ibrahima illa man safiha nafsa. Hakuna mtu yoyote ataichukia mila ya Ibrahima isipokuwa ataitia kwenye upumbavu nafsi yake. Allah anasema maneno haya. Mila ya Ibrahim ilikuwa ni tauhid. Kwa hiyo Uislamu umekuja kulinda dini yenye misingi madhubuti ambayo ni tauhid, njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na njia hii kwa kuwa imejengwa juu ya msingi huu inaleta amani. Hutasikia maalbino wakiuawa au wakikatwa viungo, wala hutasikia vikongwe wakiuawa au watoto wachanga wakibakwa au mambo mbalimbali yasiyofaa yakifanyika. Hutasikia hayo, kwa sababu watu wamesimama katika njia ya sawa. Jambo hili ni kheri na baraka katika umma. Ni aibu kubwa sana kusikia taifa la watu eti wamesoma na wameendelea katika ulimwengu huu wa teknolojia ya hali ya juu, bado wanaamini mizimu na bado wanaamini ushirikina na uchawi, au kuwaua au kuwachuna ngozi watu ili wajinufaishe wao wenyewe. Ni jambo la ajabu na la aibu kabisa. Hivyo tauhidi na dawa hii inahitajika, dini ilindwe ili amani ipatikane. Sisi tunailingania dawa hii kwa sababu ndiyo dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika tulinde nafsi. Ukiisoma dawa hii vizuri utaelewa kwamba kuna msingi wa kulindwa nafsi za watu na akili zao na heshima zao na mali zao.